Nimuombe tu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, nimuombe Waziri wa Michezo Paul Makonda, niombe Wizara ya Michezo, Tamaduni, Sanaa kuhakikisha hii timu ya taifa inalindwa. Tunazo taarifa zenu, timu ya taifa ya vijana iliyofanya vizuri miaka kadhaa ya nyuma ikaenda mpaka Brazil. Ile timu saa hizi mtu akikuuliza iko wapi huwezi kusema ilipo. Captain Kizinga, timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 imefuzu kufika hatua ya fainali katika michuano ya AFCON. Pengine nini ambacho ungependa kusema kama mtu wa michezo? Kwanza nimefurahi sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeushuhudia mchezo ule wa jana. Nimefurahi kuona namna ambavyo vijana wanafanya vizuri. Kiukweli tumpongeze sana Wallace Karia, Rais wa shirikisho la mpira Tanzania. Hii yote ni mafanikio yake, kwa sababu kianzia kwenye timu ya Taifa Stars imequalify mara kadhaa chini ya utawala wake, lakini timu ya taifa ya wanawake vijana wetu wamekuwa wanafanya vizuri. Jana nimeshuhudia mpira vizuri na nimefurahi sana. Niwaambie tu, mimi najiandaa kuipokea timu, lakini nimuombe mteuzi mpya, msemaji wa taifa Bugatti Haji Sande Manara. Naamini siku ya Jumanne vijana watalichukua kombe. Andaa vibe la mashabiki wote, tukutane Terminal 3 kwa ajili ya kwenda kulipokea kombe. Naamini tutakwenda kulipokea. Moja kati ya vitu ambavyo pengine hata wewe ulikuwa hujui, yupo kijana mmoja ambaye amekuwa gumzo katika nchi za barani Ulaya. Yule bwana mdogo jezi namba 11. Hichi ni kipaji kutoka, wanasema kama kimetoka sijui kwenye kambi moja huko Morogoro, sijui wapi, sijui Fakara. Yaani mimi huwa naamini katika mikoa yetu kuna vijana wengi wanajua mpira. Tukifanya scout tutapata vijana wengi. Hii timu ya taifa ya vijana, hii timu ya taifa ilindwe. Nimuombe tu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, nimuombe Waziri wa Michezo Paul Makonda, niombe Wizara ya Michezo, Tamaduni, Sanaa kuhakikisha hii timu ya taifa inalindwa. Tunazo taarifa zenu, timu ya taifa ya vijana iliyofanya vizuri miaka kadhaa ya nyuma ikaenda mpaka Brazil. Ile timu saa hizi mtu akikuuliza iko wapi huwezi kusema ilipo. Ni kwa sababu hatukuwa na ulinzi mzuri wa wale vijana. Saa hizi tungekuwa na timu ya taifa kubwa sana. Mimi naamini hii timu kama wakiweka sehemu moja ikaishi vizuri, inakula vizuri, inacheza vizuri, miaka 5 ijayo AFCON itakayofuata sisi tunakwenda kuchukua kombe, kama sio kufika fainali. Sio, umeelewa? Tutakuwa na hawa vijana watakwenda vizuri. Ndani hawa vijana yupo kijana jezi namba 20, wewe hujui. Yule anaitwa Kizinga, wewe unajua hilo? Kizinga. Anaitwa Kizinga. Dogo anapiga mpira. Familia ya Kizinga ile pale kwenye timu ya taifa Serengeti. Sisi hao tuko pale. Kulia minyama. Jezi namba 20 juzi kati ya kamba moja hatari. Hiyo. Mwarabu anakwenda kupigwa kwenye penalti anatoka. Jana Kizinga kashuhudia vizuri, kama ulifuatilia mchezo. Kizinga anapiga shuti moja Mwanaukome. Golikipa asema sio tabu baba, ile hatari la moto. Watoto kwenye michuano ya tournament pale KMC, fainali ilichezwa timu ya vijana kutoka Fountain Gate na timu ya taifa ya vijana, timu ya kutoka chuo cha vijana, tunasema academy ya vijana wanaosimamiwa na TFF wako Kigamboni. Mchezaji bora wa michuano ile anaitwa Kizinga. Mimi nakutana na bwana mdogo, namwambia, naamini hata hayo maneno anayakumbuka. Nilimwambia ni mchezaji mzuri, pambana, lakini amini taifa linakutegemea. Kama nilimwambia taifa linakutegemea, naamini ameona mafanikio. Taifa linamtegemea. Nimwambie bwana mdogo, wewe na wenzako waambie Kizinga kapteni anasema taifa linawategemea. Tunataka kuliona kombe la AFCON la vijana hapa.
Wanasema mwamko unatokea hasa kwa mashabiki wa timu zetu za taifa pale timu ambapo inafanya vizuri, lakini timu ikifanya vibaya tuonyeshe sapoti kubwa ya kuifanya iamke tena. Kwanza lazima uelewe kwa namna ambavyo timu yetu ya taifa, Taifa Stars inafanya vizuri, imetusurprise na inafanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Wamefanya vizuri, sisi tumefukuzwa, nilishawaambia. Wamefanya vizuri na wadogo zao wanafanya vizuri. Hii inaleta morali hata ya kuendelea kuipambania timu yetu ya taifa. Kwa hiyo mimi naamini hamasa kuelekea AFCON, hamasa kuwapokea vijana wetu itakuwa ni kubwa sana. Usiponiona pale mimi nipige mawe. Kuwapokea vijana, kwenda kumpokea Kizinga, mimi niache kwenda kumpokea Kizinga pale? Niache mimi kumsupport Manara kwenda kumpokea Kizinga pale? Kwenda kulipokea kombe la AFCON la vijana? Wewe, sio kweli. Mimi nakwambia na vijana wangu wengi, yuko Ngandu, rais na msemaji wa Mwenge pale Ngandu atakuwepo, Maki Yanga atakuwepo, wote Baraka Yanga wote tunaenda kule. Wewe ukibaki wewe shauri yako. Kumalizia tu Captain Kizinga, mara baada ya Mheshimiwa Paul Makonda, namzungumzia waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, kutangaza ya kwamba sasa hivi msemaji wetu wa timu zetu za taifa atakuwa ni Haji Sande Manara, kwako nini ambacho kimekujia kichwani na nini ambacho umewaza kwenye muendelezo wa timu zetu za taifa? Kwanza nimpongeze kwa teuzi hiyo, kwa sababu alichokifanya ni kizuri, kwa sababu ameongeza hamasa kwenye timu ya taifa, ameongeza hamasa kwenye michezo, kwa sababu Haji hakuna asiyefahamu uwezo wake kwenye swala la hamasa ya virabu vyote alivyopita, tunajua. Kwa hiyo katika ile minyama ambayo pembeni kuna pilipili, amekwenda kuongeza ndimu, amekwenda kuongeza, ila tu katika swala la hamasa kuelekea AFCON, hakikisha wasemaji wote wanashikamana, kwa sababu kwenye michuano ya Chani nimpongeze sana Msigwa. Tulikuwa naye Msigwa kwenye kampeni ya hamasa ya timu ya taifa kwenye michuano ya Chani. Mwanzo hamasa ilikuwa liko chini sana, lakini mara baada ya Msigwa kumuita Alikamwe, Ahmed Ally na wengine wa Azam kuwaweka chini, waliwaita ma-influencer wote, tulifanya hamasa ya mwana ukome. Ndani ya siku 2 uwanja wa taifa ulijaa mpaka watu walikosa sehemu ya kukaa. Ile ilikuwa ni hamasa ya mwana ukome. Kwa hiyo kama una Bugatti winga wa kulia, una Ahmed Ally winga wa kushoto, pale juu namba 9 mfunga magoli Ali Shabani Kamwe, kiungo mgawa maji, kiungo mwaga vitu, kama kiungo wa Serengeti Boy dogo bwana mdogo yule pale na jezi namba 8 Babu Hashimu Ibu anasimama dimba la kati pale. Mimi nakwambia tutashambulia kila engo, tutatisha. Kwa hiyo hamasa iwe kubwa, iendelee. Bugatti atafanya kazi yake vizuri, na nimezungumza naye jana Bugatti usiku, nimechat naye nikamwambia hakikisha vijana wako wote wa hamasa unawaweka pamoja kuelekea kwenye michuano ya AFCON na mambo yaweze kwenda vizuri. Shukrani sana.